Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa majina ninaitwa Dr. Frida, ni mtume, ni mwanzilishi wa kanisa la God's Purpose Ministry, tuko Arusha. Tunaendelea na somo letu la habari za nyakati za mwisho. Kama nilivyowaambia toka mwanzo, basi tulipoanza sehemu ile ya kwanza kwa habari ya kwamba katika somo hili limehusiana na vitu 7. Kuna ishara za kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nimeligawanya katika sehemu hizi 7: kurudi kwake Yesu Kristo, kunyakuliwa kwa kanisa, dhiki kuu, ufalme wa miaka 1000 pamoja na Kristo, hukumu za mwisho na mbingu mpya na nchi mpya. Niliongea kwa sehemu, lakini sasa nataka tuendelee. Leo nitaongea habari zile za mwisho zaidi, kwamba mwisho itakuweje. Kwa habari ya yule nabii wa uongo na yule mpinga Kristo, nini kitatokea? Nini kitawapata? Pale mwisho itakuweje? Tulianza kwa kusema kwamba kwa ishara zile za kurudi kwa Kristo, nitarudia kwa kifupi, lakini pia tukaongea kwa habari ya kurudi kwa Kristo kumegawanyika katika sehemu 2. Kuna kurudi kwa Kristo kunyakua kanisa lake, kuchukua bibi harusi wake, lakini kuna kurudi kwa Kristo pamoja sasa. Baada ya hapo, kanisa likishanyakuliwa, kutakuwa na kipindi cha dhiki kuu cha miaka 7. Katika hicho kipindi cha dhiki kuu cha miaka 7 tutakiongelea sasa leo zaidi. Lakini baada ya hapo tunamuona wakati imepita ile miaka mwisho kabisa, kwa sababu miaka 7 imegawanyika katika sehemu 2. Imegawanyika miaka 3.5 na miaka 3.5. Ambapo katika ile miaka 7 ya dhiki kuu atakaye kuwa anatawala ni nabii wa uongo na mpinga Kristo. Ndio atakao wanakuwa anatawala kwa kipindi kile. Kutakuwa na mambo mengi yataendelea, watu watapita pagumu sana. Lakini katika ile dhiki inavyokuwa inaendelea, Israeli watafanya mapatano na mpinga Kristo. Watakuwa hawajaelewa hila yake na nia yake, lakini baadaye watagundua atakapotaka kuabudiwa kama vile yeye ndio Mungu, watavunja ule mkataba, yale makubaliano watayavunja. Katika kuyavunja ndipo Israeli itapita kwenye shida kubwa sana. Lakini ashukuriwe Bwana, wakati pale mwisho Israeli inawezwa, watu wa Mungu wanawezwa, wale walikuwa wamebaki. Kwa sababu wa Israeli, unajua, wengi hawaamini wokovu. Na kanisa halitaingia kwenye dhiki kuu, nielewe hapa. Kanisa ambalo wewe muamini leo, ule muamini Kristo kama Bwana na Mwokozi, ukatakasika kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, hautaingia kwenye dhiki kuu. Lakini watakao baki ni wale ambao watakuwa hawajamwamini Bwana. Lakini watakapokuja kugundua kumbe huyu ni mpinga Kristo, kumbe kanisa limeshanyakuliwa, Yesu amesharudi na kuchukua watu wake, vita hapo itaanza. Lakini kwa sababu Mungu ni ahadi yake kwa ajili ya ukombozi wa Israeli, Bwana atarudi. Atashuka sasa na bibi harusi wake. Atashuka sasa na jeshi la malaika zake, kutawala miaka 1000. Atasaidia nini? Atawasaidia Israeli, kwa sababu ya hiyo vita itakayokuwa inaendelea, vita ya Hamagedon itakayokuwa inaendelea. Sasa basi, hebu turudi hapa nyuma kidogo, nikiupeleke kwa habari ya ile ishara ya kurudi kwake. Anasema kutakuwa na tetezi za vita. Tukisoma Mathayo 24, utasoma, andika Mathayo 24:4 mpaka 42. Vita na tetesi za vita. Njaa, kutakuwa kuna tauni, magonjwa, tetemeko, maasi kuongezeka, maarifa kuongezeka. Tunaona maasi yamekuja. Kuna mambo ya ushoga, kuna mambo ya kuuana, kuna mambo maasi kama mnavyoona, mnajua yameongezeka. Lakini kutakuwa na yani maarifa, yani watu, kwa mfano sasa hivi watoto wanatengenezwa kupitia vyombo fulani tu, wanatengenezwa. Mtoto tulikuwa tunajua anabebewa tu kwenye tumbo, lakini sasa hivi kuna vyombo vya kubeba mtoto. Inachukuliwa mbegu, inachukuliwa hivi, wanaenda wanatengeneza, watoto wanazaliwa kwa njia. Tunaona watu maasi, kuna hapa niliposema kwa habari ya maasi kuongezeka. Tunaona watu wanatengeneza
ni robot au nini. Kuna vitu vinatengenezwa sasa hivi mtu anaishi nacho kama mke wake. Yaani amekifanya hicho kirobot, kinampikia chakula, kinafanya naye mapenzi, kinasukuma kinaenda hapa, kinasukuma kinaenda hapa, kinamwambia maneno mazuri. Okay? Maarifa mengi yataongezeka. Vitu hivyo tumeviona. Matetemeko tumeyaona. Sehemu nyingine kuna kuwa na njaa tumeona. Hizo tetesi za vita nazo tumeziona. Magonjwa mabaya tumeyaona. Mungu atuwezeshe kanisa. Mungu atuwezeshe. Pale mwisho nitaenda kuomba na wewe kanisa. Muamini, na kama una mtu wako ambaye bado hajaamini, we need Jesus. Jesus is everything. Sasa nimekutana na watu hata sasa. Mtu mwingine anasema yeye yani ndo watu wanamwabudu binadamu. Mimi hivyo navyo nimekutana navyo. Watu wanasalimiana kwa salamu ya kibinadamu, hizo nazo nimekutana nazo. Sio Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu huyo atukuzwe. Mungu wake anasema ni Mungu wake, lakini Mungu wake ni yule Mungu anayetumia mapepo, anayetumia majini, ambaye anasema Yesu Kristo ameshapita. Huu ni wakati wetu. Anasema yeye anadili na Mungu direct pasipo Yesu. Roho ya kengefu imeanza kuonekana. Manabii wa uongo wameanza kuonekana. Mungu atusaidie kanisa. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie. Sasa hebu tuende tukasome. Katika kanisa kutokushiriki dhiki kuu utaikutana nayo Luka 21:36, Ufunuo 3:10. Kwa nini tunasema kanisa halitashiriki dhiki kuu? Ukisoma Wathesalonike 2 mlango wa 2 sura ya 2 3 na 7 utaona pale kwamba anasema kwa habari ya kumzuia Unajua kanisa ndio linazuia, yani kanisa limepewa nguvu na mamlaka na uwezo. Katika Luka 10:19 ukisoma utaelewa. Katika Mathayo 16:19 ukisoma utaelewa. Ukienda kusoma pale unaona nguvu iliyoko ndani ya kanisa. Tuna mamlaka tuliopewa na Kristo. Kwa hiyo sisi tunaweza kukataa nguvu za giza na zikatutii. Tunaweza kuharibu mipango ya giza na ikatutii. Lakini kanisa likishachukuliwa, ndipo hapo yule mpinga Kristo na nabii wa uongo anapata nguvu isiyokuwa ya kawaida, na ndiye atakayekuwa anatawala. Watu kuna mahali itafika wanunue wauzi, ndio ile anasema habari ya 666. Sasa angalia, wakati dhiki ikiwa inaendelea, kuna mashahidi watatokea, watakuwa wamejazwa na nguvu za Mungu isiyokuwa ya kawaida, na watasaidia wale watu ambao bado watazidi kusema kwamba tunamhitaji Kristo, we need Jesus. Yani wanaoanza kumtamani kupata kumuona Kristo, wakijua yeye ndio salama yao ya kuona uzima ule wa milele. Ukienda kusoma Ufunuo 11, rika ya basa kanta ya Mungu. Ufunuo 11, thank you Lord Jesus. Ufunuo 11 mstari ule wa 3 unasema, nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260 hadi umevikwa magunia. Ndio hapo katika hizo siku za 1260 ambazo ndio hizo siku za dhiki kuu, anasema watatokea. Huo ndio mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi, na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao. Yani walikuwa watatoa moto kwenye vinywa na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Yani katika hizo siku zitakuwa ni chache, lakini watafanya mambo makubwa. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga. Tunakumbuka Musa, inasemekana katika hawa watakao rudi, kwa sababu Musa maiti yake haikuonekana, atakuwa mmoja wapo ni Musa, na kuipiga nchi kwa kipigo kila watokapo. Inasemekana anaweza kuwa watu wawili hao ni Elia na Musa. Elia aliyepaulizwa na upepo na upepo wa kisulisuli. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Hao mpiga Kristo atakuwa anafanya kazi na mapepo na majini na ule utawala wa giza. Kwa hiyo utawashinda. Kuwashinda nao mizoga yao itawashinda, watakuwa kama waliokufa. Anasema na mizoga yao itakuwa katika nchi ya mji ule mkuu. Mizoga yao itaonekana.
Itaitwa kwa jinsi ya roho ya Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Watu watashangaa. Kila mtu watu watakuwa wanawaona. Watu hao jamaa na kabila na lugha na taifa wataitazama mizoga yao siku 3.5. Yaani siku 3.5 wako tu iko mizoga yao iko pale wanashangaa. Lakini angalia kitu Mungu anacho. Yaani ni tukio la kusisimua lisilokuwa la kawaida, la kuonyesha uwezo wa Mungu na ukuu wa Mungu na utukufu wa Mungu. Anasema wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Wakaiacha pale, na ni Mungu aliruhusu hivyo. Nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kuwashangilia. Nao wakapelekeana zawadi wao kwao. Yaani walifurahi mno wakijua wamewaweza wale watu waliokuwa wajana nguvu za Mungu, kwa sababu waliwaua sana. Kwa kuwa manabii hao wawili walioteswa wao wakao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3.5 roho ya uhai ikatoka kwa Mungu ikawajia. Fikiria, roho ikaja kama upepo ikawaingia. Wakasimama juu ya miguu yao na hofu kuu ikawaingia watu waliowatazama. Ikawa simanzi. Mungu akajidhihirisha kwao. Alafu angalia, I love the word of God. Anasema wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku juu. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakawatazama. Rika ya masataya. Mungu akupe ushindi kwa jina la Yesu. Yaani katikati ya kusanyiko la wale watu, yaani wao wanapaa, maadui wanashfikwa na simanzi, wanasema what is this? Mungu akaonyesha uweza wake na nguvu zake na utukufu wake. Akadhihirisha uweza na nguvu na utukufu katikati ya maadui zako kwa jina la Yesu. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kula nchi. Rika basanta. Na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile, wale waliokuwa wanapingana nao. Maadui zako wakafutiliwe mbali. Nao waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliye juu mbinguni. Mungu atukuzwe kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Rikabasataya. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord Jesus. Asante Mungu unayeweza. Asante Mungu usiyeshindwa na kitu chochote. Kwa hiyo ilikuja kwa namna hiyo. Sasa angalia hapa kitu kinachoenda kutokea. Wakati sasa vita hivyo vinaendelea, vita vile vinaendelea. Sasa nimekuambia, kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo alipoondoka, alipopaa wanafunzi wake wakamwona wanapaa, alikuwa pale Yerusalemu. Na hapo inasemekana ndipo hii ni kurudi kwa mara ya pili. Ninaongea sasa kutawala pamoja na nini? Na watakatifu, malaika zake watakatifu watashuka. Leo tukio la kwanza nimekuambia tutavishwa miili mipya. Waliokufa katika Bwana watainuka, watavishwa miili mipya. Wataenda kumlaki Bwana mawinguni. Lakini kuna watu ambao hawatasikia parapanda, wale ambao hawajamwamini Kristo, na wala hawatabadilishwa. Ndio maana anasema mmoja atakuwa amelala, mwingine atajakuliwa, mwingine ataachwa. Kwa hiyo kuna wale watakaokuwa wameacha ambao hawaamini, ndio wanaopita kwenye dhiki kuu sasa. Sasa hapa kwenye dhiki kuu ndio nakwambia kuna hao manabii wawili waliojazwa roho walikuja kuwasaidia, na wengi wakaweza kuamini. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Lakini hapo vita inaendelea. Baada ya yule mpinga Kristo kufanya mapatano na Israeli, alafu anataka kutukuzwa na kuabudiwa kama Mungu. Kwa hiyo sasa wameshambuliwa kwenye ile vita. Bwana anaonekana. Raba santaya. Twende tukasome Ufunuo 19. Neno la Mungu ni tamu. Ufunuo 19. Mimi mwenyewe ili somo najifunza kila itwapo leo. Ufunuo 19. Sio watu wengi wanaopenda kufundisha sana ili somo. Sio watu wengi unawasikia wakiongea sana. Wanasema ni tukio la kutisha, mambo ya mwisho yanatisha, acha sisi tuishi maisha yetu. Lakini una safari. Mwanadamu uliyeumbwa katika ulimwengu huu, katika dunia hii, haya maisha tunayoishi ni safari. Sisi ni wapitaji, lakini ni vizuri tukajua tunaenda wapi. Ukiwa hapa duniani, siku umeondoka, kama umekufa kawaida kabla Yesu hajarudi katika lile tukio kuu, ujue siku yako basi Bwana amerudi kwako, na wewe kuna mahali pazuri utaenda paradiso. Lakini sasa hebu tuende tukasome kwanza hiyo Ufunuo 19:11. Nasema kisha nikaziona mbingu zimefunguka. Hapo sasa Bwana anaporudi kuwasaidia watu wake waliokuwa wamebaki kutokana na ahadi ya Mungu. Na tazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda, hori kaya basa, huyo ni Bwana aliyetwaa, mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki akahukumu na kufanya vita.
na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe, naye amevikwa mavazi yaliyochovya katika damu. Bwana wetu huyo, na jina lake aliitwa Neno la Mungu. Nikawambia nimemwona Yesu akigeuka kuwa neno, akasema nifundishe watu neno lake. Hii ni maandalizi tu, niko katika wakati wa kufunua Kristo. Hii ni kila mmoja, huu ni wakati wa injili kuhubiriwa kwa kasi, watu wa Mungu. Hii ni kila mtu yoyote asije akasema sikusikia. Ili huu ni wakati wa kuhubiri neno la Mungu. Kwa hiyo neno ni Mungu, lishike neno la Mungu. Akaniambia Mungu, Bwana Yesu akasema watakutana na mimi kwenye neno langu, watafunguliwa kupitia neno langu, wataponywa kupitia neno langu, watabarikiwa kupitia neno langu. Hori kama sataya. Thank you Holy Spirit, thank you Lord Jesus. Kwa hiyo sasa anasema na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wapanda farasi weupe na kuvikwa kitani safi nyeupe safi, na upanga mkononi kutoka kinywani mwake, ili awapige mataifa hao. Naye atachukua kwa fimbo yake, atawachuka kwa fimbo yake ya chuma, naye atakanyaga shinikizo la mvinyo ya dhahabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paji lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikaona malaika mmoja. Kwa hiyo huyo ni Bwana atakaporudi kwa mara hiyo, na atawasaidia na Jesus my Lord my God. Thank you Holy Spirit, thank you Lord Jesus. Alafu angalia ule mwisho, nini kinakuja kutokea kwa nabii wa muongo na mpinga Kristo? Nini kinakuja kutokea hapo? Kutakuwa na nuru kali kwa Bwana. Punzi ya Bwana, na ile nuru itakuwa inawaangamiza wale wote waliomkataa Bwana. Alafu kitakachoenda kutokea kwa huyu mpinga Kristo na nabii wa uongo, twende tukasome Ufunuo 19 hapo katika huo mstari wa 20. Kisha nikamuona huyo mnyama sasa, huyo mpinga Kristo na wafalme wa nchi, hao waliomkana Bwana, waliomkataa Bwana, wale wa ule mharibifu, wale majeshi ya kipepo, wakakutana kufanya vita, yeye aketie juu ya farasi yule. Tena majeshi yetu wanafanya vita na Bwana. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo, huyo mpinga Kristo sana, nabii wa uongo pamoja naye, yeye akazifanya hizo ishara mbele yake. Anasema ile chapa mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya 666, na walio isujudia sanamu yake, na hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Nabii wa uongo na huyo muovu mpinga Kristo ukawa ndo mwisho wao. Hatukuzwe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, hatukuzwe Bwana wa majeshi, hatukuzwe mfalme wa wafalme, hatukuzwe Bwana wa mabwana, hatukuzwe Mungu aishie milele. Baba, tunakuadhimisha. Asante kwa neema hii ya wokovu, asante kwa mamlaka na nguvu ulizoziachia kwa watu wako. Sasa wewe unayenisikiliza, kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, ni wakati wa kumpa Bwana Yesu maisha. Na kama kuna watu wako ambao hawajaokolewa, ni wakati wa kuwahubiria injili na kuwafanya wasikilize neno hili na ujumbe huu wa mwisho, kwa sababu hakuna atakayemuona Bwana wetu Yesu Kristo pasipo kumwamini, pasipo kupokea neema ya wokovu. Mungu wangu, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Baba wa rehema, ninakutukuza kwa ajili ya msikilizaji anayenisikiliza. Mungu usiyeshindwa, asante kwa wema wako na ukuu wako na nguvu zako na baraka zako. Sema Bwana Yesu, naomba unisamehe, mimi ni mkosefu. Karibu ndani ya moyo wangu, ufanye makao, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuamini Bwana Yesu kwamba ulikufa na kufufuka siku ya tatu kwa ajili ya ukombozi wangu. Nifute jina langu kwenye kile kitabu cha hukumu, ukaliandike kwenye kitabu chako cha uzima. Ninakushukuru kwa neema ya wokovu Bwana Yesu. Asante kwa kuniokoa. Amini uko ndani ya Kristo. Hudhuria mafundisho, kwa sababu mtoto mchanga anapokuwa anazaliwa mambo ni mengi, lakini sasa akipewa chakula kizuri, akikua ataweza kukua na kuwa mtu mzima. Lihimidiwe jina la Mungu aliye juu, litukuzwe jina la Mungu aliye juu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikuwezeshe, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Uweza wa Mungu ukakae mabegani wako, ukikuvusha na kukusaidia. Shinda katika eneo gumu unalopita. Fanikiwa katika kila jambo unalokutana nalo. Pokea ushindi, pokea uponyaji, pokea kuinuliwa, pokea nguvu, pokea msaada. Shwari kuu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti imekuwa kwako. In Jesus name.